na Folz bado yupo, yawezekana akawa ni miongoni mwa makocha wenye pressure au yeye anakula tu sharubati na kababu tu. Hakuna pressure. Unajua kuna vitu ambavyo huwa tuna viibua sisi na bahati mbaya wakati huo utandawazi ambapo kitu chochote unaweza ukakiandika na kikatembea. Ni sawa na leo Kibe kupitia kwenye peji yako ukaandika kwamba Simba yapata mashaka kuhusiana na Pantev. Baadaye inakuwa kubwa, mwingine anakopi wanaenda wanaposti na kwa hivyo. Na ndio maana hata siku yote nilikuwa nasema sikuwa na imani kwamba eti ni kweli Mwalimu Folz ataondoshwa Yanga. Na ilikuwa ni kwa sababu ya sababu ambazo zimeelezwa kwamba eti timu haipigi mpira mzuri sijui nini. Sikuona hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi naona ilikuwa ni kama pressure tu ambayo labda waandishi wa habari na watu wa mitandaoni wanaipeleka kwenye uongozi wa klabu ya soka ya Yanga. Unajua uzuri, sidhani kama hata kwenye timu kulikuwa kuna pressure au kwa mwalimu kuna pressure, kwa sababu wao kila kitu anakifahamu. Mwalimu Folz kila kitu anajua kwamba makubaliano ya mimi na uongozi ni yapi, na vile vile viongozi wananiambia nini kutokana na performance ambayo naiendeleza kwenye timu. Kuna mtu wa ufundi pale kwenye Yanga anamwambia mwalimu kwamba kwenye performance ya timu kuna ABC inabidi ufanye hivi. From there haiwezi ikawa kwamba eti kwa vile mwalimu kapata sare dhidi ya Mbeya City au wachezaji wake wamekosa sana magoli basi aondoshwe kwenye kiti chake. Kwa sidhani kama kuna pressure yoyote ambayo inaweza ikawa imetokea kwa mwalimu au hata kwa wachezaji kwamba labda inaweza ikawaathiri hata kuelekea kwenye mchezo. Na labda pressure ibaki kwenye vyombo vyetu vya habari kwamba tulitaraji kwamba kuelekea kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Silver Strikers kwamba kutakuwa kuna mwalimu mpya, lakini haijawa. Kwa pressure inabaki kwetu. Sidhani kama Folz ana pressure yoyote, na ndio maana hataki na kama walikuwa wanamkingia kifua kwamba ni mwalimu ambaye wana imani naye na mpira utaendelea kupigwa pale Jangwani. Kwenye hili ambalo msimamo unaendelea kuwa mzito, ni wazi kwamba Yanga wamechagua kuwa bega kwa bega na kocha licha ya tetesi na kelele nyingi. Zinazosemwa zipo. Kama hazipo basi zinakuja. Bado msimamo ni ule ule. Zipo. Unajua yani Christmas umuoni. Kama atatembea kwa mechi mbili kwa muktadha ule ambao Yanga imeonekana nao, nafikiri hawezi kutoboa huko, kwa sababu wazi pia hata wenye Yanga yao wenyewe wameshamuonyesha upande wa pili. Tumeona mechi ya kimataifa dhidi ya Wiliete, baada ya kumalizika wakati akienda kuwashukuru mashabiki waliojitokeza jukwaani, kuna namna walimtreat vibaya sana mwalimu. Nafikiri picha ya kwanza alianza kuipata pale. Picha ya pili ameenda kuipata akiwa pale jijini Mbeya Sokoine. Kuna namna baada ya mechi kuna ujumbe mashabiki walimtumia. Sasa mimi naamini watu mpira wanauona, wanailinganisha Yanga ilikotoka, ilipo na inakotakiwa kwenda. Sasa pressure of course inawezekana ipo kwa hawa mashabiki wengi, wanatamani waone Yanga inarudi katika ule muktadha ambao ulikuwepo mwanzo. Tofauti na sasa hivi, ni kweli Yanga inacheza mpira ambao pengine bado upo katika wakati mzuri, lakini si ule mzuri sana wa kuonyesha kwamba ni threat hata kwa mpinzani, na matokeo inayapata mazuri. Lakini itakavyokuja wakati kwamba umekutana na matokeo magumu mfululizo, Kariakoo kiukweli, vilabu vingi vya Kariakoo, tunazungumza Simba na Yanga, hawanaga uvumilivu kwa mwalimu. Tumeshashuhudia muktadha wa makocha tofauti kwenye kuondoka. Ukiacha tu kwa Simba, nazungumza Yanga yenyewe, namna makocha walivyoondoka, kuna namna wao wenyewe viongozi huwa wanajua nini kinaonekana. Issue ya Miguel Gamondi kuondoka Yanga ilikuwa na scenarios zenye mfanano kama hivi. Watu wakaona mbona Yanga imedrop, imeanza kushinda goli moja. Issue sio ushindi, watu wanajiuliza mbona ni goli moja.